Jinsi unavyoona hapa, inawezekana unajiuliza ni kwa nini nimeamua kufanya vitu vya namna hii kama unavyoona, kuyaweka malanda kwenye mistari kama hivi. Inawezekana unatafakari kwa nini imekuwa hivi. Hii ni kitu cha kawaida ukifanya, kwa sababu unapoona mazingira hayaendani na kitu ambacho unakifanya, kuna vitu inabidi uweze ukifanya ili kusudi uweze kufanya vizuri ufugaji ambao unafanya. Na mara nyingi huwa napenda kusema kwamba katika masuala mazima ya uzalishaji, hasa kwenye ufugaji, ili kusudi uweze kufanya vizuri lazima uwe unapenda kitu ambacho unakifanya, na kupenda kitu ambacho unakifanya inaambatana pia na kuwa mbunifu kwenye kila hali ambayo inatokea, ili kusudi uweze kufanya vizuri kwenye biashara ambayo unaifanya. Jina langu naitwa Lembo Kija, napenda sana kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji, hasa eneo la ufugaji wa wanyama mbalimbali. Karibu twende pamoja. Kwa jinsi ambavyo unaweza ukajiuliza ni kwamba ni kwa nini mara nyingi wafugaji wengi wanashindwa kufanya vizuri kwenye ufugaji ambao unafanya. Moja ya changamoto kubwa ambayo inakuja kuleta athari sana ni pamoja na kushindwa kufanya management nzuri ambayo inaweza kumsaidia mfugaji au mtu ambaye ameamua kuingia kwenye biashara ya ufugaji, aidha wa kuku au wa wanyama wengine, kuweza kufanya vizuri management ili kusudi aweze kupata matokeo ambayo anafanya. Kwa bahati mbaya sana hapa nilipo humu ni bandani ambapo ndipo kuku wangu huwa wanakaa, lakini changamoto kubwa ambayo ilikuja ni kupata unyevu wa haraka sana kwenye hili banda ambalo nalitumia kufugia kuku wangu. Na huu unyevu umetokea kwa sababu ya mvua kuzidi katika maeneo ambayo nilipo, na ndio maana ikatokea changamoto ya banda kulowana au kuwa na unyevu wa kutosha. Njia pekee ambayo imenisaidia au na wewe unaweza ukaitumia endapo banda lako linakuwa ni changamoto, ni kufanya utaratibu wa vitu viwili. Kitu cha kwanza, unaweza kuwa unatoa malanda mara kwa mara, aidha ya mpunga au ya mbao, ili kusudi yasiyo yanalowana yakileta athari kwa kuku. Lakini kitu cha pili, unaweza ukafanya utaratibu ambao utakusaidia kulifanya banda lipate angalau wafadhali wa kupitisha hewa, ili kusudi liweze kukauka, na mwisho wa siku ukija kuweka malanda yako iwe ni rahisi kwa hao kuku usipate na changamoto yoyote. Nimeitumia hii njia ya kuyakusanya malanda ili kusudi yaache sehemu ya kukauka, na hii imesaidia sana kwa sababu hapa nimeyakusanya asubuhi na mpaka sasa hivi yapo kwenye hali ambayo kiupande mwingine eneo ambao malanda nimeyatoa nimeshaanza kupata wafadhali wa kukauka. Na inawezekana hata wewe kwenye ufugaji ambao unafanya unashindwa kufanya vizuri kwenye ufugaji, kwa sababu unajikuta eneo ambapo unafanyia ufugaji wako kuna urahisi sana wa hilo banda kupata unyevunyevu na unashindwa ufanye vipi. Nyingi ukipata changamoto ya banda lako kupata unyevunyevu, unatakiwa utumie malanda angalau ya mpunga, kwa sababu yale malanda ni mepesi, lakini pia ni rahisi kuyatoa kama yatalowana. Lakini ukiamua kutumia malanda ya mbao itakuwa ni ngumu sana kuyatoa endapo yatakuwa yamelowana, na hiyo inaweza ikawa ni changamoto kwako, sasa kwa upande wa kuku ambao utakuwa unawafuga, kwa sababu unajikuta kuku wanaendelea kupata changamoto na wakati huo huo inabidi ufanye utaratibu wa kutoa malanda. Na unatakiwa ukumbuke kuwa kuna utofauti mkubwa sana au kuna vitu viwili vikubwa ambavyo vinakuja kutofautiana. Kuku na unyevunyevu ni vitu viwili ambavyo haviwezi kukaa kwa pamoja. Kwa hiyo njia rahisi ambayo itakurahisishia wewe ni kujitahidi uweze kulifanya banda lako liwe kavu wakati wote, ili kusudi uweze kufuga kuku wako kwa mafanikio makubwa zaidi. Unaweza ukaniandikia komenti yako hapo chini, unashauri nini kulingana na kitu ambacho umejifunza kupitia hii video. Kama upo eneo ambalo sio sahihi kwenye ufugaji wako, unafanya nini? Unatoa malanda au unafanya utaratibu kama niliofanya wa kuyakusanya pamoja ili kusudi banda likae vizuri na mwisho wa siku uweze kufuga kuku wako vizuri kabisa. Pia unaweza ukaangalia video zangu zingine. Hii channel itakusaidia sana kujifunza kama wewe upo interest sana masuala mazima ya ufugaji, ili kusudi uweze kujifunza na mwisho wa siku uweze kufanya vizuri kwenye ufugaji wako. Asante sana, tukutane katika video nyingine.